sheria ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 na kanuni zake za mwaka 2017 kuanza kutumika kwa sheria ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 na kanuni zake za mwaka 2017. Kama ambavyo mnafahamu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, baada ya sheria ile kupitishwa na Bunge, alisaini sheria hiyo Novemba 16, 2016 na siku chache baadaye ikachapishwa kwenye gazeti la serikali. Kwa mujibu wa kifungu cha kwanza cha sheria hiyo, ili ianze kutumika rasmi, Waziri wa Habari anatakiwa kuitangaza tarehe ya kuanza kutumika. Yaani baada ya kusainiwa, mchakato ule ukaisha, Waziri wa Habari ana dhamana ya kutangaza tarehe ya kuanza kutumika kwa sheria hiyo. Napenda kufahamisha umma kuwa nikiwa kama waziri mwenye dhamana hiyo, nimeshatekeleza wajibu wangu kwa kutangaza kwenye gazeti la serikali kuwa sheria hii ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 imeanza kutumika tarehe 31 Disemba 2016. Sheria ya huduma ya vyombo vya habari ya mwaka 2016 imeanza kutumika rasmi tarehe 31 Disemba 2016. Kuanza kutumika kwa sheria hii ni jambo muhimu sana kwa tasnia ya habari, kwa sababu sasa baada ya miaka mingi ya mijadala, sasa tuna ruhusa rasmi ya kuanza mchakato wa kuihamisha taaluma ya habari kutoka fani ambayo mtu yoyote angeweza kujinasibu nayo hadi kuwa taaluma kamili yenye sifa mahususi, maadili yanayojulikana, lakini na vyombo vya kusaidia kusimamia utekelezaji wake. Kama tulivyosisitiza awali, sheria hii pia inaleta mfumo madhubuti wa kulinda haki za wanahabari, kukusanya, kuhariri na kusambaza habari zao kwa uhuru. Vyombo vya habari sasa vitatekeleza haki yao hii ya kikatiba bila vikwazo visivyokuwa na sababu. Aidha, umma na tasnia wa habari pia wanakumbushwa kwamba sheria hii, kwa lengo la kuwa na wanataaluma wanaotekeleza vyema wajibu wao, ni kama ilivyo kwenye taaluma nyingine, imeweka wajibu kwa wale watakaokiuka misingi na maadili ya taaluma hii. Hii ina maana ukurasa mpya wa haki na wajibu umefunguliwa. Kwa mujibu wa sheria hii, ndani ya sheria hii mambo makubwa sana mawili, haki na wajibu. Kwa hiyo process ya kusainiwa, kwa kupitishwa, kusainiwa, kutangazwa, kuanza kutumika, inatufungulia ukurasa mpya wa haki na wajibu kwenye tasnia ya habari. Katika utekelezaji wa sheria hii, kuna taasisi ambazo zipo tayari, kwa idara ya habari maelezo na taasisi zingine zitaongezewa majukumu au kazi zake kuhuishwa, kwa sababu kama zipo, ili ziendane na utekelezaji wa sheria na kanuni tulizozitunga, tunaweza tukahuisha majukumu yake au zikaongezewa majukumu yake. Lakini kuna vyombo vipya vitaanzishwa na kuna taratibu mpya za kiutendaji zitaandaliwa. Yote hayo serikali itaendelea kutoa elimu na kufahamisha umma kadri inavyoendelea kukamilika. Ukishatunga sheria na kanuni, kunakuwa na taasisi au vyombo ambavyo unaviunda ili vitekeleze au visimamie utekelezaji wa ile sheria. Kwa hiyo vipo ambavyo vinaongezewa majukumu au vinahuishwa, lakini vipo ambavyo vitaanzishwa vipya ili utekelezaji wa sheria ile uweze kukamilika. Lakini tumekamilisha utungaji wa kanuni za sheria ya huduma za habari. Hizi kanuni ni za mwaka 2017. Kwa mujibu wa kifungu cha 65 cha sheria
hii ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016, nikiwa waziri wa habari nimepewa jukumu la kutunga kanuni za kusaidia utekelezaji wa sheria hii. Napenda kwanza kuwashukuru sana wadau wengi walioleta maoni yao, tena kwa kujenga hoja kwa maandishi na utafiti. Maoni mengi yaliletwa, hoja nzito sana zimejengwa katika maoni yale, na maoni mengi yamebase kwenye utafiti, na ninayo furaha leo kwa taarifa kuwa tumefaidika sana na maoni hayo, na kanuni hizo sasa ziko tayari na zimechapishwa kwenye gazeti la serikali la Ijumaa Februari 3, 2017. Zikishachapishwa namna hii, manake ziko tayari kwa ajili ya kutumika. Kanuni hizi zimesheheni masuala ya kusaidia utekelezaji wa sheria na hasa muktadha mzima wa kufikia Tanzania kuwa na kile nilichokiainisha hapo awali juu ya vyombo vya habari vyenye uhuru wa kutosha, lakini pia vinavyowajibika ipasavyo kwa umma. Kubwa katika kanuni hizi ambalo limetolewa maoni na watu wengi sana wakati wa kukusanya maoni ya wadau, na mtakumbuka kwa mujibu wa sheria kanuni hizi zinatungwa na waziri, lakini kwa kuzingatia mijadala, mahitaji na mazingira, waziri na vyombo vyake tuliamua kwenda kutafuta maoni ya wadau na kuwaomba watupe maoni kanuni hizi ziweje, na kwa kweli tunawashukuru sana walishiriki. Nafahamu wengi pia mna hamu sana ya kulisikia hili swala la kiwango cha elimu ili mtu aweze kuruhusiwa kufanya kazi ya taaluma ya habari. Kwa kifupi, tumesoma, tumechambua maoni ya wengi. Wapo waliotaka tuanze na cheti, wapo wengine walitaka tuanze na diploma, wengine degree, wengine walitaka iwe hata PhD, na wapo waliotaka iwe mtu yoyote anayejua tu kusoma na kuandika. Kwa hiyo ilikuwa ni mchanganyiko wa maoni. Serikali baada ya kuyachambua maoni, tumeamua kusimama katikati ya maoni hayo, na sasa sifa ya chini kabisa kwa kuanzia itakuwa diploma ya uandishi wa habari. Hata hivyo, serikali imetoa kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia Januari mosi mwaka huu kwa waandishi waliopo sasa na wanaotaka kuingia katika taaluma hii ambao hawana sifa hizo, itabidi wakasome. Narudia, sifa ya chini kabisa kwa kuanzia itakuwa ni diploma ya uandishi wa habari, na tumetoa kipindi cha miaka 5 kuanzia Januari ili wale ambao wasiokuwa na sifa na wale ambao wako maeneo mbalimbali wanaendelea kusoma wasome, wafikie kiwango hicho ili watoshe kufanya kazi za tasnia hii, ili kusaidia wanahabari hasa waliopo sasa kazini waweze kujiendeleza. Kupitia idara ya habari maelezo, tutaendelea kutoa press card bila kuwabana wanahabari kwa kuangalia vigezo hivi vya kitaaluma, bali tutaangalia dhamana ya waajiri wao tu. Katika hichi kipindi sasa cha mpito cha grace period cha miaka 5, bado utaratibu wa kutoa press cards utaendelea bila ya kuangalia hicho kiwango cha elimu. Lakini kipindi hicho kitakapoisha, sasa tutarudi kwenye huu msingi kwamba wale wasiokuwa na kiwango hicho cha elimu hawataruhusiwa kufanya kazi. Masuala mengine ya utekelezaji wa sheria na kanuni hizi tutaendelea kuutaarifu umma kadri inavyokamilika au kuanza kutekelezwa. Tutaendelea pia kutoa elimu kwa umma. Tutajitahidi kanuni hizi, sababu ni kubwa kidogo, zipitiwe na zipatikane na watu wazisome ili wazielewe, na sisi kama wizara tutaendelea kutoa elimu kwa umma na kwa wadau na kwa wanahabari ili wote kwa pamoja tuweze kuzisoma na kuzielewa. Humu ndani yameelezwa mambo mengi ambayo yalihitaji
kutungiwa kanuni, taratibu za kuendesha vyombo, umiliki, hilo swala la elimu, swala la vyombo mbalimbali vitaendeshwaje, na mambo mengine mengi. Kanuni zenyewe hizi hapa kidogo. Kwa hiyo mambo mengi yameelezwa humu, na hakika mambo mawili tutafanya. Moja ni kuendelea kutoa elimu juu ya kanuni zenyewe na sheria, lakini mbili, tutafanya tafsiri, ipatikane tafsiri ya Kiswahili kwa ajili ya kusaidia watu kuelewa mpana zaidi. Lakini hata itakapotafsiriwa, in case kukitokea mkanganyiko, tunalifaa tafsiri ya Kiingereza.